bwana na bibi kawaida wanapoishi, ile kugongana ni kitu cha kawaida. Lakini kuondoka ule ugomvi ndio tatarajia. Lakini wamegongana, wamekosana, bibi akaenda kwao, bwana akabakia kwake, basi ni sehemu ya kupangisha au ni kwao. Lakini inatokea siku huyu bibi yuko kwao, hajapewa talaka au amepewa talaka. Anasubiri kwamba mume hayupo pale nyumbani anapoishi. Akakodisha pickup, ni gari, ni tuk-tuk, bajaji ya mizigo. Akaja ana ufunguo, aje kwenye nyumba anayoishi mume, walikuwa kiishi pamoja, afungue aingie, abebe vitu vyote vya nyumbani. Kuanzia kitanda mpaka glasi, mpaka majani, mpaka chumvi. Yaani mume akija nyumba ni holi, hakuna chochote. Haya masala anaona yapo mengi tu, na mke ukimuuliza kwambia mimi vile vitu ni kwani ana kitu gani? Ni vitu ni vyangu na haki kuchukua hivyo. Sheikh Musa, haya masala hebu tukemee. Kwanza moja kwa moja Sheikh, huu ni ukosefu wa adabu. Huyu mke kufanya hivi kabisa. Kwa sababu unaona wewe mwanamke kukosa adabu namna hiyo, hata kule kwa nyumbani anaweza kufanya mambo ambayo sio kawaida. Kweli. Sasa kitu gani ambacho kimemfanya akusanye vyombo wakati bwana hayuko? Kuonekana kwamba kuna problem hapa. Angekuweko yule bwana asingeweza kufanya maneno hayo. Kweli. Na vile vyombo kiangalia, wajua kuna asilimia kubwa ndogo vya bwana, asilimia kubwa ni vyake. Aweza kupia vyote ni vyake Sheikh. Lakini nkosa Sheikh na nkosa kutokuwa na adabu. Alafu jambo la pili Sheikh, kwa nini usubiri bwana wakati hayuko? Kwa nini? Ni kwamba ni huyu mwanamke mapenzi yake kulikuwa hakuna. Yeye lengo lilikuwa ni hivi vyombo na ashapata. Alafu jambo lingine la tatu Sheikh Makidudu, ametoka hapa na hivi vyombo, wenda wapi? Wenda kwao ama enda kupangisha? Kawaida ya wanawake hawa Sheikh, hawarudi nyumbani, ana sehemu ya kupangisha. Kweli. Kwa sababu wanajua akifika nyumbani wazazi watakemea. Kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke huyu ni mwizi. Wewe umesema hana adabu, mimi nasema ni mwizi. She the thief. Huyu mwanamke ni thief, mwizi, kwa sababu wewe kama ulivyosema, mbona amesubiri mume hayupo? Alafu sasa ni kwamba yeye hana mapenzi kweli na yule mume, alafu yeye ataka kutia hasira yule mume. Kweli. Sababu vitu atakavyochukua ni vitu ni TV za zamani, pia sio smart TV. Sasa kuna smart TV. Yeye achukua tu vitu. Ni recorder hizo za zamani za kutumia cassette pia ambazo kwamba hazitumiki, miswaki na nini. Sasa paka chumvi wachukua, paka blender wachukua. Sasa hivi ni vitu gani? Kwa hivyo ni mtu mkorofi huyu mwanamume, mtu mkorofi mwanamke huyu. Ni kwamba yule bwana angekuweko asingeruhusu vyombo kuchukua. Ndio maana nikachukua hii hatua ya kwamba nimbebe wakati yeye hayuko, manake hakuna kizuizi. Lakini angekuweko mimi angenizuia. Anasema hivyo. Naam. Sisi tumezungumza tukasema hivi, ni mwizi kwa sababu gani? Naam. Kwa nini mume akuzuie? Si ni bimana mume ana vyake, ana vitu vyake. Hiyo ndio maana yake. Na wakati wa kukosana kila mmoja anajua chake. Na mume atajua huyu nimenunulia kipi aondoke nacho. Naam. Basi watu wagawanyiane. Kama maafikiano hayatokuwa, sehemu husika zinaeleweka. Ya kwamba wewe mke huyu amekuja, kitanda ni mahari yake, na hii kabati ni mahari yake, na hii ya kujipambia ni mahari yake. Kwa hivyo vaeleweka hivi. Lakini sio kwamba hayupo, wewe utakuwa umepatiliza ili uchukue chako na chake. Ndio maana yake. Kuna baadhi wameambiwa na babake nenda kuchukua mamake. Na kuna baadhi baba hajui kabisa haya maneno. Alafu jambo la maajabu sasa Sheikh ni kwamba yeye anaenda kupangisha. Sawa, aenda kupangisha, aende kule. Kwa nini akapangishe na wewe na kwenu? Si dalili ya kwamba alikuwa mwizi mkorofi. Kwa sababu nyumbani akienda atakaripiwa. Ndio. Kwa hivyo yeye anakupangisha ili awe na maisha ya uhuru. Na kuondoka kwake hakuna asili ya sheria. Kweli. Na wazazi watamuuliza kwa nini umeondoka. Angekuwa yafinywa mahali ayoonewa, angeenda vyombo vya sheria ama angeripoti kule kwa wazazi wa wake ama wazazi wa huyu bwana. Kwa hivyo tunasema kwamba tabia hiyo Sheikh ikome, tabia nzuri.